la BBT Project 1 unatekelezwa kwa ushirikiano na wizara mbili, Wizara ya Kilimo ikishirikiana na Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Tumekuwa na mafunzo ambayo yanahusiana na masuala ya jinsia, masuala ya afya ya akili, lakini masuala ya afya ya uzazi pamoja na namna ya kujikinga na magonjwa ambayo yanaweza kuenezwa kwa njia ya kujamiiana. Na kwa sababu hiyo tumeona vijana ambao wako mashambani ni vijana kati ya umri wa miaka 18 mpaka 35. Ni vijana ambao katika umri huu wanakumbana na changamoto nyingi ikiwepo msongo wa mawazo. Na kwa hiyo tuliwaleta pia wataalamu wa afya ya akili kuweza kuzungumza nao na kuwaelezea au kuwafundisha namna ambavyo wanaweza kuendelea na kazi zao vizuri na kumanage stress, lakini vile vile waweze kupata uzalishaji wenye tija. Tulikuwa tunaangalia ni vipi afya ya akili ni muhimu kwa vijana ambao wanazalisha au ni wakulima. Afya ya akili inakata cross professionals zote. Sababu nyingine inayoweza kupelekea msongo wa mawazo kwa vijana inaweza sio sababu hasi tu peke yake, hata sababu chanya zinaweza zikapelekea msongo wa mawazo. Mfano, vijana wanakuwa wamepata mazao lakini wamepata masoko mazuri na hivyo ikawapelekea kupata kipato kizuri. Kama vijana tuna malengo lakini tuna namna zetu ambazo wanaweza kujiburudisha au kujipongeza. Kwa kama hatutaweza kuwaelekeza namna ya kukabiliana na msongo, hii pia inaweza katosheleza kupelekea magonjwa ya akili. Mfano, wakapata pesa wakaenda kuzitumia tofauti na kujenga afya zao au tofauti na malengo waliokuwa nayo. Kutokana na mchanganyiko ambao uko hapa, wako vijana wa aina rika mbalimbali, wako jinsia tofauti, wa kike na wa kiume. Kwa hiyo wanahitaji elimu ya afya kwa ajili ya mustakabali wa maisha yao. Tunafundisha kuhusu elimu ya afya ya uzazi kwa ujumla, magonjwa yanayotokana na kuambukiza, namna ya kujikinga na namna ya kuishi wakiwa kambini na usafi wao kwa ujumla. Kulingana na mazingira haya na baada ya kupata elimu ya afya ya akili, tumejifunza mbinu mbalimbali ambazo zinaweza kutusaidia kutatua changamoto hii. Mbinu moja hapo tulizojifunza ni pamoja na kuwashirikisha wenzetu, yani kushirikiana na wenzetu ili kuweza kuzitatua. Kwa mfano, unakuta kuna changamoto nyingine ambazo unaweza kaona ni kubwa kwako, lakini kumbe ukimshirikisha mwenzako mkashauriana mnakuta changamoto ni ndogo.